Ninawapongeza watoto wazuri na vijana na wale wa kike ambao wameamua kuchagua mpira wa miguu kuwa sehemu ya maisha yenu. Jambo la pili, kwa unyenyekevu mkubwa niwashukuru sana Watanzania walioko Dar es Salaam ambao wameungana na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kumpokea rafiki yetu na mpendwa wetu, mchezaji mahiri aliyeweka historia kubwa na kuacha alama ambayo leo inatuinspire watu wengi ambao hatukuweza kujua mpira maana yake mpaka tulivyoanza kuangalia watu kama kina Leo. Nawashukuru sana kwa namna tulivyompokea airport. Mapokezi ya namna hiyo yanaonyesha uhai, upendo, utulivu na thamani ya mpira wa miguu, si tu kwa wachezaji wa kigeni, lakini pia hata kwa watoto wetu watakapotambulika na kujulikana na kuthaminika duniani. Nafahamu ratiba yetu ya leo hapa ni fupi, lakini kesho tutakuwa na safari ya kuelekea Dodoma. Tunaenda kukutana na spika wetu wa bunge, ndugu yetu Zungu ambaye ni mbunge wa jimbo la Ilala, lakini pia waheshimiwa wabunge wote, waheshimiwa mawaziri watakao kuwepo bungeni, na kiongozi wetu wa serikali Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, mpenzi na mkereketwa wa michezo hasa mpira wa miguu. Wanahabari, mtapata nafasi nzuri sana kwenye safari yetu ya kesho. Manake mtauliza maswali, mtaelewa nini kinachofanyika huko duniani. Alafu pia tutaongezea hamasa na uelewa wa kufanya kwa upande wa kwetu. Baada ya pale tutaondoka naye kumpeleka Serengeti, the best destination National Park ambayo imechukua tuzo mfululizo zaidi ya mara 3. Lakini pia aone utajiri wa rasilimali tulizokuwa nazo nchini kwetu. Na baada ya pale tutampeleka Arusha akaone kazi nzuri inayofanywa na Daktari Samia ya ujenzi wa kiwanja cha kisasa category 4 ambacho kwa namna moja nyingine kinaenda kutumika kwenye mashindano yetu ya AFCON. Baada ya maelezo hayo ya ratiba hiyo, na imani ya kwamba kesho Dodoma tutampokea majira ya saa 5:30 pale station, tutamsindikiza kwenda naye bungeni. Lakini pia kesho kutwa Arusha atapokelewa pia vile vile, na tutamsindikiza kwenda kwenye uwanja wetu wa Samia Suluhu Stadium. Baada ya maneno hayo mengi, niwashukuru pia wazee wetu, waasisi wa mpira wetu wa miguu na michezo mingine. Leo tunaye hapa kaka yetu na mzee wetu Tenga, wote mnafahamu kwa kazi kubwa aliyoifanya. Lakini tumeona wakina Ali Mayai wakiwa makapteni wenyewe. Lakini tuna rais wetu wa shirikisho TFF, ndugu yetu Kalia. Kazi yake ni kubwa nzuri, pamoja na makamu wake mwenyekiti, makamu wa rais, pamoja na timu nzima inayotupa kimasomaso taifa letu kwenye upande wa mpira. Mmeelewa juzi tu hapa under 17 walivyofanya mambo, under 20 walivyofanya mambo. Kwa hiyo tunao matumaini makubwa kwamba nyinyi nanyi ni wachezaji wapya tunaotarajia kuwauza huko duniani. Yaani hapa jiandae kwenda kuchezea Manchester, kuchezea Arsenal, kuchezea PSG, yani kwenda kuchezea Barcelona. Na jana mmeona wakati kocha wa Brazil akimtangaza Neymar, unaona Unaona anavyopendwa mtu Sasa sisi lazima tumzidi, kwa sababu sisi tutakuja kuwa na ufundi mwingi zaidi. Mwambie mtoto mwenzako mama Waisa mengi zaidi. Au kuna Mwaisa hapa? Kwa hiyo niwaombe, tutampa nafasi hiyo, ataongea na nyinyi, atasign jezi zenu. Lakini pia kama una swali la kumuuliza, usiogope kumuuliza, si ndio? Wangapi wananiambia watamuuliza maswali? How many you want to ask him questions? You have so many questions, That's inspiring. Sasa baada ya kusema hayo,
Kwetu sisi, mimi si mnanifahamu. Na mimi nimekuja na bosi wangu hapa, katibu mkuu. Bosi yeye bwana. Nimekuja na bosi mwingine yule pale, mkurugenzi wa michezo. Nimekuja na bosi mwingine pale anaitwa Neema. Hawa ndio wote wanasimamia michezo. Jambo moja tu ambalo nimeligundua na nafikiri tutalifanyia kazi. Leo tulialika maafisa elimu, walimu wa michezo. Nafikiri katibu mkuu, ifikia hatua tumuone mkuu wa idara anayesimamia michezo kwenye wilaya. Kama kwenye wilaya yake hakuna hata timu 3, huyo ni kutolewa tu kwenye mkuu wa idara. Sisi tunaelewana? Yaani tutachunguza kama umekaa kwenye idara, wewe ndio mkuu wa michezo, mkuu wa idara ya michezo kwenye halmashauri. Unaingia unakula posho, unasaini posho, alafu kwenye wilaya yako, halmashauri yako, manispaa au jiji, hakuna timu hata 3, wewe ndio wa kung'olewa tu kwenye nafasi. Kwa sababu fikiria leo tunampokea kwa heshima hivi. Sisi tunaandaaje watoto wetu waweze kubeba heshima ya taifa letu? Tunaandaaje watoto wetu waweze kuwa matajiri wanaopata pesa kutoka kwenye michezo? Na tukiona wakuu wa idara wamekaa kwenye ofisi, wanakula mshahara, alafu hakuna timu, hakuna kipaji, na anaitwa mkuu wa idara na amekaa pale miaka 4, 5, 6, hao wang'olewe tu. Na hiyo operation nafikiri ianze tarehe 1 mwezi wa 6. And I'm very serious my brother. Lazima tuende tuangalie rekodi za watu wote. Hakuna mkuu wa idara yuko kwenye wilaya, kwa sababu waheshimiwa wabunge wanapenda michezo. Waheshimiwa madiwani wanapenda michezo. Manake wewe hata kuwashawishi diwani na mbunge mwanzishe ligi yenu kwenye eneo lenu, mkuze vipaji, hata kukimbia haiwezekani. Hata kuogelea uwezi, hata kuendesha baskeli tu na penyewe ni ngumu. Alafu kuna mtu anakula mshahara. Kwa sababu tukifanya hivi, tukaendelea kuwa tunafurahia wageni wenye heshima kuja kwetu, lazima waje kwetu wakute mambo mazuri zaidi. Kwa naomba katibu mkuu pamoja na timu nzima mtafute mkeka wenu, kila wilaya iwape kuna timu ngapi. Pale ambapo wana timu si chini ya 3, huyo piga chini, tafuta mtu mwingine apromotiwe. Wewe mkuu wa idara angalau aanze kula posho za madaraka ya ukuu wa idara huko akipromote michezo. Hapo vipi? Mbona mko baridi? Sasa nimeongea hata mgeni haelewi, kwa hiyo ni ya kwetu tu. Na nilikuwa muangalia Msigwa kama anatafasiri, angekalimani na haya angeondoka na mgeni wake. Kwa sababu lazima tuwe serious. Vipaji hivi, unaona sasa hivi tunavyoona vijana wadogo wanavyochikia, wasiposhikwa mikono na sisi wakuu wa idara tulioajiriwa, tunaolipwa mishahara, itakuwa jambo la ajabu sana. Na leo nilikuwa najaribu kufuatilia, ninaona mwamko wa halmashauri nyingi zinajenga viwanja. Nimeambiwa hata Chalinze wanajenga kiwanja cha mpira. Kule kwetu Arusha tunajenga kikubwa zaidi kuliko cha KMC. Maana Arusha itakuwa ni wilaya au jiji la mfano. Lakini cha kufurahisha hapa tulipo Ilala hakuna hata kiwanja. Yaani hawamiliki hata, hawana timu ya mpira na hawana kiwanja. Mkuu wetu wa wilaya Ilala yuko wapi? Mwambieni ni aibu Ilala kutokuwa na timu. Kinondoni wana timu, wana uwanja. Ilala hawana timu na hawana uwanja, wana maneno tu. Temeke pia, kile kiwanja kile ni cha Mkapa, kujengwa na serikali. Kile kingine cha Uhuru. Haiwezekani miji mikubwa yenye historia, kwa sababu timu hizi za Simba na Yanga hazimilikiwi na halmashauri. Tuige mfano wa wilaya yetu ya Kinondoni au hata ya wilaya basi ya Geita, ambako na wenyewe wanapambana kwa nini? Kuna timu. Wilaya zetu za mijini ambako kuna wapenzi wengi, kuna mashabiki wengi, ni muhimu pia tukahakikisha tuna timu zetu ambazo tunazilea na halmashauri. Na mimi na uhakika hakuna diwani, hakuna mbunge anayeweza kupinga halmashauri kusupport timu ya mpira. Sisi tumeanza na uwanja. Nafikiri kalio ulifika pale. Tunamaliza uwanja, tunapata na timu yetu. Kwa sababu tuko na uwanja wetu wapi? Kwa nyumbani. Na mimi nataka wengine tuwa challenge ya kwamba michezo itumike kama sehemu fursa ya kulea hivi. Angalia ndoto kama hizi. Kama hakuna fursa, maana yake unaua ndoto za watu. Na watu wote hawezi kwenda kuendesha pikipiki. Kila mtu anataka mwingine kulima, mwingine kuwa pota, mwingine kuwa tour guide, mwingine bado awe mchezaji, mwingine awe mwogeleaji, mwingine mwendesha
baskeli na dunia ikitujua, basi na sisi tumepata heshima kubwa. Sasa nimkaribishe mgeni wetu. Mko tayari kumsikiliza? Ndio. Tuanze na maswali au tuanze na yeye kuongea? Alafu muangalie wapi mnaweza kumpiga maswali. Ndio. Nani ananiahidi atakuwa na swali gumu kabisa itamfanya awe na kigumizi? Just raise your hand. Yaani gumu kabisa yani. Hamna naamini yote atajibu, si ndio? My brother.